Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu Muislamu na hata usiyekuwa Muislamu, naomba uendelee kunitazama kwa umakini na kusubscribe, kucomment na kushare YouTube ya Mwaipopo Online TV. Lengo letu kubwa, tunaendeleza kutoa elimu hii, ni kuzungumzia na kutoa tahadhari za shetani na kazi zake. Watu wasiotuelewa wamekuwa wakitupinga bila dalili yoyote. Watu wenye akili za kufikiri, kwa sababu akili ndio inaweza kufanya mtu kufikiri, wengine wamekuwa wanatuelewa. Wengine wanafikia mtu anasema kwamba Waislamu ni wafuga majini. Jamani, kila siku naambia haya maneno si sahihi, si maneno ya kweli. Mwogopeni Mungu. Uislamu ndio dini ambayo imekuja kuhalamisha mashetani. Qur'ani ni kitabu ambacho akikubaliani na shetani, na katika dhambi ambazo Uislamu unatueleza, uko wazi, Uislamu unatuweka wazi. Dhambi zote Mungu anasamehe, kasoro dhambi za aina hii. Dhambi ya kwanza Mtume akasema mwanadamu hatosamehewa akifanya dhambi ya ushirikina. Ukifanya shiriki kaka, yani kwa kweli ni dhambi mbaya sana kumshirikisha Mungu. Dhambi ya pili ni dhambi ya kufanya uchawi. Sasa itakuwaje wewe Mungu wa Waislamu atoe maelekezo ya uchawi kwamba mkifanya hivi mtapata dhambi, alafu huku kutenda nyuma ageuka waambie fugeni majini muwe wachawi? Sidhani kama inaingia akilini. Kwa hiyo shetani ni adui kwa mujibu wa Qur'ani, ni adui kwa Waislamu wote duniani. Sasa na ndio maana utakuta ikisomwa Qur'ani mbele ya jini anapiga kelele, jini anaumia, jini analia. Na tusidanganye watu kwamba jina la Muhammad au jina la Yesu au la Musa linaweza likamtoa jini. Jamani, tufike sehemu tuseme ukweli. Jini hatoki kwa jina la mtu. Jini anatoka kwa kusoma maneno ya Mungu. Vitabu vyote kwa mujibu wa historia ya dini vimeharibiwa, ikiwemo Torati imeharibiwa. Na ndio maana ndani ya Biblia, mimi nilikuwa Mkristo, napenda kugusa sana Biblia, mnisamehe. Ndani ya Biblia unasoma kitabu kinaitwa Kumbukumbu ya Torati. Kumbukumbu maana yake ni maana wanakumbuka baadhi ya nyaraka za Torati. Torati original hakuna. Ukisoma Injili ya Yesu ndani ya Biblia, inasema Injili kama ilivyoandikwa na Luka. Sio pure original Injili gospel. Hapana, inasema Injili kama, yani kama mtu akisema huyu kama Mwaipopo ndiye Mwaipopo, haiwezekani. Tufike sehemu tu watu wa kweli, tufungue ufikira wetu. Yani tujaribu kufikiri sana ya mambo ya dini sana, na tuondoe ushabiki. Mimi wanapenda kuambia hata Waislamu wenzangu na hata Wakristo, tuvue ushabiki, tusome. Na tukisoma Mungu tumuombe atupe uelewa na ufunuo kuelewa maneno ya Mungu. Ukisoma katika Injili ya Luka 1:1 inajiintroduce kabisa kwamba watu wengi walitia mikono kutunga habari za wakati ule. Tena inasema na mimi nimeona bora njisifu kama nilivyohadithiwa. Maneno ya Mungu utahadithiwa. Lakini ukisoma Qur'ani, ukianza na Qur'ani sura ya 2, surati Bakara aya ya 2, Allah anasema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Haina mashaka Qur'ani. Ni uongozi kwa wale wanaomcha Mwenyezi Mungu. Nini hapa? Uongozi kwa wale wanaomcha Mungu. Kwa hiyo kama humchi Mungu, Qur'ani haiwezi kukuongoza wala ikuhusu, utajivalaguza bure. Mungu anasema ni uongozi kwa wale wanaomcha Mwenyezi Mungu, wanaoamini yanayoonekana na yasiyoonekana, maadamu yamesemwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Angalia hapo, Mungu akisema jambo ukaliamini, hii Qur'ani ndio itakuongoza. Sasa leo utamkuta mtu sio mcha Mungu, Qur'ani haijui, Muhammad hamwamini, anataka ajiingize na yeye awe sehemu ya kusema kukosoa Qur'ani. Utaweza wapi? Umeshindwa kula bamia, utaweza samaki yenye miba?
sababu Qur'ani ni bahari. Qur'ani si kitabu cha kwa ukalala ukaamka ukatoa fatwa, ni bahari. Na ukiona mtu anaitwa mwana wa chuoni usifikiri ni mtu wa mchezo mchezo. Si mtu tu labda kasoma perfect 2 za kitabu aitwa mwana chuoni, never. Mwana chuoni ni mtu mwenye mamlaka ya kielimu makubwa sana na anaweza kutoa fatwa, na ni watu wanaohesabika. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wanavioni wote, maulama wote ni walisi wangu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwa kuwa Uislamu haukuacha kitu, watu wengi mnaugua maradhi ya kijini ya kishetani hamjui. Nataka nitoe dalili, na mtu yeyote mwenye tatizo hili naomba asijifiche, awe wazi, awe makini inshallah, na anipigie simu yangu, namba yangu inapita hapo chini. Uwe Ulaya, uwe Amerika, uwe Uingereza, uwe duniani kokote walabuni, nitakutumia kwa DHL. Gharama yetu ni kidogo wala sio nyingi, la gharama kwenye kutuma ni dola karibuni 100 kutuma tu. Inayobaki nitakueleza gharama yangu. Nilisema nipo katika kipindi cha ofa, unatoa gharama kidogo inshallah. Badala ya chupa moja unaweza kutumia chupa 10, lakini tulisema chupa moja haiwezi kazidi dola 20. Na ukiwa nje ya nchi uwezo kutumia chupa moja tu, lazima utumie chupa kabuni 5, chupa 10 ili utumie uone ukweli wa haya mafuta. Na haya mafuta watu wengi wamekuwa wakiniuliza Mwaipopo, eleza kwa mafuta. Haya mafuta kasome Qur'ani surati Nuru sura 24 aya 35, surati Nuru. Mwenyezi Mungu ameeleza vizuri haya mafuta. Ndio haya tunayotu. Mimi siuzi mafuta ya alizeti, siuzi mafuta ya kula, siuzi mafuta ya kufanya mtu awe mrembo, na uza mafuta ambayo mitume wenyewe waliyatumia, Mungu mwenyewe ameyatuelekeza tuyatumie, na mafuta ni very expensive. Watu wengi wamepona, wakiwa Wakristo wamepona, wakiwa Waislamu wamepona, wakiwa nani wamepona. Mtu mmoja ananiambia, kwa nini haya mafuta? Si jina la Yesu tu linaponya, utatumiaje mafuta? Wewe ndugu yangu acha kuwa mbabaishaji. Jina la Yesu litaponya, ingekuwa jina la Yesu linaponya, kwa nini mnajenga mahospitali wa Kristo? Mna mahospitali chungu mzima, Tanzania mmejenga, Uingereza mmejenga, Marekani mmejenga. Kwa nini mjenge na wakati jina la Yesu lipo linaponya? Mngekuwa mnaingia mahospitali na sema Jesus of name, katika jina la Yesu magonjwa yapone, watu wanapona. Lakini kuonesha kwamba kila kitu kina nafasi yake mbele ya uso wa mwanadamu. Acheni kudanganya watu. Kila jambo lina nafasi kwenye maisha ya mwanadamu. Yesu ana nafasi yake kwako, Muhammad ana nafasi yake kwangu, Mungu ana nafasi kwetu wote, mitume wana nafasi kwetu. Sasa usitake kulazimisha mtu mmoja au nabii mmoja ndio akawa na nafasi za hapana. Na ndio maana sisi Waislamu tunasema kwenda hospitali kutibiwa ni haki. Uwezo kwamba msitibiwe jina la Muhammad, hapana, utaua watu, ni dhambi. Na ushirikina kwetu mwiko. Msipende kudanganya watu. Na tunasema hivi, atubebi watu wa itikadi moja, awe Muislamu, awe Mkristo, awe mpagani, wote njoni tutakupeni huduma wallahi biidhnillah. Dalili za mtu kuwa na jini huyu au kuwa na uchawi mwilini zisikilize, ni hizi fuatazo. Dalili ya kwanza ni mwanamke huwa anamchukia mumewe bila sababu za msingi. Yaani mwanamke anamchukia tu mumewe. Unashangaa mwanamke amtaki tu mwanaume bila sababu ya kimsingi. Na wakisha achana mwanamke ndio anajuta, kwa nini nifanyie hivi mume wangu? Tena kumuona yuko katika sura mbaya, kumuona yuko katika sura ya kutisha. Unamwona mume na sura mbaya ya kutisha, wakati anakuoa mlikuwa mnaitana dia, morning, how are you dear? I love you so much dear. Lakini akisha kuoa tu unamwona hafai. Hii ni dalili ya kwanza ya mwanamke kuwa na shetani wa kijini. Na fanya utakavyofanya, uwe mwanamke uwe mwanaume, hutopata maisha endelevu kama utakuwa na shetani. Mke kuwa na hasira amwonapo mumewe. Yaani mwanamke akimwona mumewe anakuwa na hasira sana. Akishikwa kidogo, "Picha huko. Shika nini? Unanikumbatia kila saa ya nini?" Wakati kushikwa na mumewe, kukumbatiwa, kubusiwa ni jambo ambalo linamtia mwanamke mapenzi na kumpa hamu ya kuwa na mumewe. Lakini wewe mwanamke hutaki, au mwanaume ukibusiwa na mkeo hutaki. Dalili nyingine, na mume hapendi kuwa na mkewe
bila sababu za kimsingi. Yani mwanaume upendi kuwa na mwanamke, wakati mwanaume kuwa na mwanamke unajisikia faraja. Wanawake wanatufariji sisi tunapotoka makazini, tumechoka, tukifika nyumbani, wanawake ndio watu ambao wanatakiwa tufariji, lakini wewe hutaki. Ni dalili ya mtu kuwa na jini. Na mke mara nyingi kushindwa kutimiza haki za mumewe, kama vile kuona kero tendo la ndoa husika, anasikia taabu, huishi maumivu katika tendo la ndoa. Mtoto wa kike anaishi maumivu makali unapomuingilia tu, basi mtoto wa kike anasikia maumivu makali sehemu zake za faragha, lugha ya kikubwa sehemu zake za siri, anasikia maumivu makali sana, na maumivu makali sana chini ya kitovu kwa mtoto wa kike, au kupata siku zake bila mpangilio, au kukosa kabisa siku zake bila mpangilio. Kwa mwanaume hushindwa kutimiza haki za mkewe, kama vile mwanaume anashindwa kutimiza haki za ndoa kumuingilia mkewe, kupungua nguvu za kiume. Yani nguvu za kiume zinapungua kabisa, unakuwa uwezi. Unapotaka kumkaribia mkeo, bwana mkubwa ananywea kabisa, hata ushikwe vipi hawezi jongoa kupanda mtungi. Natumia lugha ya kikubwa. Kwa mwanamke pia kuishi maumivu ya viungo au mwili mzima baada ya tendo la ndoa. Mwanamke ukishamaliza naye tendo la ndoa, au mwanaume mwenyewe mkishamaliza tendo la ndoa, unasikia maumivu makali sana ya mwili, unachoka mno, yani mpaka unaona hii ni tabu. Mtu kutopenda kuoa au kuolewa pasi na sababu za msingi, yani upendi kuolewa wala kuoa, hakuna sababu yote ya msingi. Kwa mwanamke kuota ananyonyesha, yani mwanamke anaota ananyonyesha mtoto usiku, anaota, hii ni ndoto mbaya, inaashiria wewe mtoto wa kike umeshafibiwa na shetani wa kijini. Dalili nyingine, mwanamke kutopata ujauzito kwa muda mrefu. Mwanamke apata ujauzito, mwanamke kutokwa na mimba mara kwa mara, mwanamke kupitiliza siku zake, yani hedhi, bila sababu za msingi za kidaktari. Mtoto wa kike anakuwa na dalili hizi. Mtu kuota ameoa au ameolewa. Mtu kuota anafanya mapenzi au tendo la ndoa na mtu anemjua au asiyemjua, au mke au mume. Wakati mwingine unaweza ukaota unafanya tendo la ndoa na mama yako mzazi, au kama ni mtoto wa kike na baba yako mzazi. Mbaya zinazotokana na mashetani wa kijini. Kuota kuingiliwa kinyume na maumbile au kuingilia kinyume na maumbile, yani unaota unaingiliwa wewe kinyume na maumbile, au unaingilia kinyume na maumbile. Nafikiri naeleweka kwa lugha hiyo. Yani unafanya liwati kwa wewe mwanaume, au mwanamke anafanyiwa liwati. Hizi ni ndoto mbaya ambazo zinaashiria wewe kuwa na shetani wa kijini, shetani ambaye alilaniwa na Mungu. Na kwa mfumo huo ukiwa nao, Muislamu na hata usiokuwa Muislamu unaweza kujikuta hata ukiwa katika hali ya kawaida hii, bila kumwingilia mwanamke kinyume na maumbile, au mwanamke bila kuingiliwa kinyume na maumbile, haoni kama amefanya tendo la ndoa. Na wengi mpaka wanafikia kutufanya mchezo huo baada ya kuzoeshwa na mashetani wa kijini. Na mtu mwingine anaweza akawa na shetani wa kijini, anakuta mpaka maisha yake yanavurugika, anakuwa kila kazi akifanya anafukuzwa, au akipata hela haikai, au anajikuta anapata maradhi kama ya hospitali. Hususan anaweza kujikuta anapata sukari, anapata pressure, ana maumivu makali ya kichwa, anasikia kiuno kinauma sana na mgongo, na kwa anasikia vitu vinatembea, na anajikuta kila wakati anakuwa na ugomvi yeye na familia yake. Hii ni dalili ya mtu mwenye shetani wa kijini. Tunaendelea, mnisikilize kwa makini sana ndugu zangu. Watu acheni ubishi, na kama unatokea hili, namba zangu za simu ziko chini hapo. Hata uwe Ulaya, uwe Marekani, uwe popote, mimi nitakutumia huduma yangu. Kwa uwezo wa Mungu utapona. Wengi wamepona na wengine waponi. Sipendi kuwa muongo, hii ni huduma, sio biashara mabwana. Msije mkaona hii sio biashara, hii ni huduma. Siwezi kusema kila anayekuja kwangu lazima apone. La, kwa sababu mimi ni kiongozi wa kiroho, mimi ni mhubiri wa dini ya Kiislamu. Usije ukafikiri nafanya biashara. Mimi natoa elimu, watu watibike kupitia huduma zetu. Kuna watu wanafilisika kwa kutafuta afya. Sasa si kila anayekuja lazima apone, ila wale wanaokuja Mungu akitaka, inshallah kwa uwezo wake Mungu anapona.
kwa sababu hata hospitali si kila anayekwenda hospitali kutibiwa basi anapona. Tusidanganye watu. Hata ukatibiwe India, London, Amerika, kuna watu wanatibiwa, unakwenda hospitali unatibiwa, kufa ufi cha moto unakiona, ina maana huponi. Kuna mtu anatibiwa na anakufa, kuna mtu anatibiwa na anapona. Hii ni kadari. Uwezo kupingana na Mungu kuna wakati mwingine. Sio kama naeleweka ndugu zangu, sababu mtu kumwambia kutibiwa basi anafikiri lazima kitibiwa na wewe lazima apone. Tusiende kibiashara namna hiyo. Tusiwaaminishe watu maneno ya uongo. Sisi ni binadamu. Tunapotoa huduma za tiba hizi tunamuomba ni Mwenyezi Mungu. Na ukipona wewe ni heshima kwangu. Na tuwapeni watu mambo ya kweli na ya haki. Na tuache ubabaishaji. Na hakuna tiba ya kisuna ikawa na makorombozo, mara tuchinje ngamia, mara tuchinje ng'ombe au mbuzi. Huu ni uongo. Ni utapeli wa kishirikina. Naomba tutende haki. Mfano wewe unaumwa, umeenda hospitali, unachukuliwa pesa yako, afu daktari anaacha kukutibu au anakutibu kwa tiba za uongo. Hivi utajisikiaje maumivu yake? Uchungu wake. Kwa sababu unapoumwa hata uwezo kutafuta pesa unakuwa ni mdogo. Sasa umebangaiza, umeomba pesa, umepewa, alafu tabibu anakufanyia vitu vya uongo, utajisikiaje? Basi kama unavyoumia wewe, na wewe usimtendee hivyo mwenzio. Mtendee haki. Na haki ndio Uislamu. Tunaendelea. Kwa mwanamke kutopenda kuzaa, yaani mwanamke anakuwa hapendi kabisa kuzaa, mwanamke mwenye shetani wa kijini. Kwa mwanaume kuchukia sana mwanaume, kwa mwanamke kuchukia sana mwanaume, yaani mwanamke anamchukia sana mwanaume. Ukiona wewe mtoto wa kike unatabia kuchukia wanaume, basi wewe una shetani wa kijini. Na kuna watu wengine ndio walivyo, wakina dada zetu. Ya nini kuolewa? Waliolewa na mimi hamna tofauti. Wewe mtu aliolewa na wewe ambaye hujaolewa kutakuwa kuna tofauti? Mwanamke, heshima mwanamke ni kuolewa. Heshima mwanaume ni kuoa. Kinyume chake kama wewe au kuolewa na maana wewe mzinifu, matamanio yako unamaliza wapi? Na kama sio mzinifu na maana unafanya uzinaa na jini. Shetani wa kijini. Kwa mwanamke kuchukia sana wanaume, mtu kuishi kuna mtu nyuma yake au pembeni yake. Yaani unakuwa unaishi nyuma yako kuna mtu au pembeni. Mtu kushindwa, mtu kuishi ndani kwake kuna mtu. Yaani ume ndani ya nyumba yako unaishi kama kuna mtu anatembea vile ndani ya nyumba yako. Magomvi mara kwa mara ndani ya nyumba. Hii mizozo ndani ya majumba mara kwa mara inatokana na shetani. Sasa utakuta kuna familia zote ni ugomvi tu, watoto wapigane, mama na baba wagombane, mama na watoto wagombane, hamna hata mwenye kauli ndani ya nyumba. Hizi zote zinatokana na matatizo ya mashetani na majini. Sasa nihitimishe na dalili za mgonjwa za waziwazi, sio kwenye ndoto. Dalili zake kumjua mgonjwa huyo kama ana dalili ya mashetani hii. Dalili ya kwanza, mgonjwa kupenda sana kwenda chooni hata kama hajabanwa na haja kubwa. Dalili ya pili, kupenda mgonjwa kuongea au kuoga maji ya baridi hata kama wakati wa baridi sana. Ya tatu, mtu kuota anaogelea au anazama au anatembea juu ya maji. Huyu ni jini tu mmoja, ni jini Ghawas. Ukiwa naye ndio utapata dalili hizi, sababu dalili nimezitaja ni nyingi na ni za majini wengi. Dalili ya nne, mtu akiwa na jini Ghawas, mtu kuota samaki. Dalili ya tano, kuota viumbe weusi waishio katika bahari. Unaota ndoto hizo. Napenda sasa nielekee ukingoni ili ujue utaponaje maradhi haya. Kuna watu wana haya maradhi, na baada ya kuwa na haya maradhi, watu hao badala ya kujitibu katika tiba za kisheria, wanakwenda kujitibu katika tiba ambazo zinazidisha uharamu na unajishi katika miili yao. Wanaongeza matatizo ya kishetani na ya kijini katika afya zao. Kwa hiyo mimi nikuombe, nikutake Muislamu na hata usiokuwa Muislamu, kwa Dar es Salaam tuko hapa Buguruni Sheli. Hapa ndio ofisini kwetu, hapa napoongelea, hii ni ofisi yetu Buguruni Sheli.
Ukifika hapa Buguruni Shell kuna msikiti mdogo hapa pa Shell Buguruni, karibu na hii bridge kuna daraja hapo unavuka. Alafu ofisi yangu iko pembeni tu kibla ya msikiti. Ukifika hapa msikitini Shell, uliza tu Buguruni hapa Shell msikitini. Jamani, namuuliza Imamu Adam au Sheikh Mwaipopo ofisi yao iko wapi, watakwambia ile pale. Kwa mtu ulioko nje ya nchi, tumia fursa hii kupiga simu ili nikupe maelekezo. Na kuna watu kazi yao ni kulalamika. Hii namba jamani sio ya malalamiko, ni namba ya kunipigia simu. Tena piga simu kwa WhatsApp. WhatsApp ukipiga tutaongea vizuri na kwa muda mrefu. Ukiwa nje ya nchi mimi nitakusaidia, lakini maradhi ya kishetani ya kijini ni mengi. Shetani au uchawi unaweza kukufanya ukaharibikiwa maisha. Shetani au uchawi unaweza kukufanya wewe hata pesa isturie. Shetani au uchawi unaweza kukufanya wewe ukachukiwa hata na watu. Shetani unaweza kukufanya hata ofisini kwako unafanya kazi lakini watu wanakuchukia. Shetani na uchawi unaweza kukuvuruga kabisa system mpaka maisha. Shetani na uchawi unaweza kuleta maradhi kama ya hospitali, lakini ukienda hospitali hauponi, au ukipimwa hauonekani ugonjwa lakini mtu bado unaumwa. Kwa hiyo ni maradhi kama analeta mikosi, nuksi na mabalaa. Kwa mimi nikuombe mtu ulioko nje ya nchi, tumia fursa hii kujaribu na kumwomba Mungu, na sio kujaribu. Jambo la Mungu alijaribiwi. Sema fi sabilillah, bismillah, piga moyo konde. Sema nakwenda kujitoa inshallah kwa ajili ya Mungu, nikapata tiba inayoendana balabala na maumbile ya dini yangu na mfumo wa dini ya Mwenyezi Mungu ambao ni Uislamu. Mimi nikushukuruni sana watazamaji wangu, endelea kusubscribe, comment. Lakini mwisho nimshukuru Mungu kunifanya kwa Muislamu. Sina cha kumpa Mwenyezi Mungu ila ni shukrani. Hata nikiambiwa nilipe sina cha kumlipa Mungu. Niwashukuru mashekhe zangu wote wanaonielekeza katika Uislamu. Mwenyezi Mungu awape umri mrefu. Nimshukuru, nimwombee dua mufti wangu wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeiri, Mungu ampe maisha marefu. Mungu ampe maisha marefu mufti wetu wa Zanzibar, kadhi wetu wa Zanzibar, na mufti wa Tanzania bara Sheikh Zubeiri, na maimamu wote wa misikiti ya bara na visiwani. Inshallah Mungu awape afya, waendelee kutuongoza katika kumjua Mungu. Nisimsahau rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu, Mungu ampe hekima na busara, na vyombo vyote vya ulinzi na usalama Mungu awape hekima na busara, waendelee kulinda nchi yetu. Na Mungu amjalie kumpa afya njema Dr. Ali Hussein Mwinyi kule Zanzibar, yeye na baraza lake lote la mawaziri na baraza la wawakilishi kule Zanzibar. Mungu awape hekima na busara inshallah, waendelee kutenda haki kwa Watanzania na kwa Zanzibari. Na Mwenyezi Mungu awape faraja mashekhe waliokuwa gerezani na wametoka, Sheikh Mselemi, Sheikh Faridi na mashekhe wote walikuwa gerezani. Wasishononeke, hiyo ni kadari ya Mungu, isingeweza kuzuilika. Inawezekana ungekuwa nje angewafika makubwa kuliko haya aliyokuta. Mungu awape subira, Mungu aendelee kuwapa afya, awafariji inshallah, na Mungu awalipe siku ya kiyama kwa hayo yaliyowafika inshallah. Na kama kuna wengine wako gerezani, basi Mwenyezi Mungu atie imani tena kwa rais wa Jamhuri ya Muungano na rais wa serikali ya Mapinduzi Zanzibar na kwa Waislamu na kwa serikali yote, ili iweze kuangalia na wao watoke waje wajumuike na Waislamu wenzi wao. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, uwabariki Waislamu wote walioko duniani, na sehemu yoyote kwenye Waislamu wanapopigana kwa kibeba bunduki, Mwenyezi Mungu wajalie Waislamu waweke silaha chini, wa kutangaza wewe Mola wetu kwa njia ya amani na salama. Uwanusuru Waislamu wenzetu wa Somalia, Waislamu wenzetu wa Palestina, Waislamu wa Afghanistan, Chechnya na Bosnia, Waislamu wa Libya, wa Iraq na Yemen ambako Waislamu wanakufa bila hatia. Uwanusuru Mwenyezi Mungu, peleke amani ili Waislamu wenzetu waishi kwa amani, wakusujudie wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala, na amani ilejee wakusome wewe Mwenyezi Mungu kwa kutumia vitabu vyako Qur'ani na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.